Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho. Mimi sisimami hapa kuahidi. Napenda ukisema neno litokee. Sio utamanishe watu upigiwe makofi, alafu kesho tena mkirudi ni yale yale. Hapana. Ningependa niwahakishie tu kwamba kwa namna ninavyofahamu serikali inafanya kazi na kwa mazingira tulionayo, serikali imeamua tena bila shaka yoyote kuwa kazi yenu ninyi walimu na taaluma yenu ya walimu itaendelea kupata heshima yake na kuthaminiwa kama mdau muhimu sana wa kulisukuma hili taifa kwenda mbele. Serikali yetu inaamini kuwa CWT ni mshirika muhimu sana katika kusimamia taaluma na maslahi ya walimu na maendeleo yetu nchini. Hivyo serikali itaendelea kufanya kazi, na nataka nirudie hilo, serikali itaendelea kufanya kazi kwa karibu na uongozi wa CWT kwa lengo la kuimarisha ustawi wa walimu na kuboresha hali ya elimu kwa ngazi zote. Serikali yetu itaendelea kutekeleza sera na programu mbalimbali za kuinua hali ya mwalimu, ikiwemo kuongeza ajira kama nilivyosema, kulipa madeni ya walimu ya muda mrefu ambayo yamerithiwa kwa muda mrefu, maboresho ya miundo ya shule na mafunzo kazini kwa walimu ili walimu wetu na wao waweze kubadilika kulingana na mazingira. Kwa upande wenu ninyi viongozi wa chama, niwakumbushe kuwa mnawajibika kwa kiasi kikubwa kwa walimu waliowachagua. Rais wetu wa chama cha walimu amesema ninyi ni wapya. Hata kama wewe uko kwenye uongozi kwa kipindi cha pili na cha tatu na cha nne, basi mjue kuwa ninyi ni wapya. Ni lazima mjue kuwa dunia inabadilika sana. Kwa hiyo mna wajibu mkubwa kishakuwa walimu wote nchini wanatekeleza wajibu wao, na ninyi mnageuka kuwa kimbilio la walimu. Kama nilivyowahi kuambia huko nyuma, siri kubwa ya mafanikio ya taasisi yoyote hapa duniani ni umoja, upendo na kushirikiana. Kila mmoja aliye na nafasi yake amshukuru Mungu kwa nafasi aliyoipata. Ni kawaida sana kumwona mtu akiwa na nafasi moja akatamani na nyingine iliyo juu yake. Kufanya hivyo ni wepesi tu wa kutamani madaraka. Hata ukiyapata hutayafurahia. Kwa nini? Kwa sababu ukiridhika na eneo ulilopo, basi Mungu anakubariki kwa ajili ya nafasi nyingine. Lakini mkivuka huo mtihani, mnahama kuwa chama cha harakati, mnakuwa chama kinachofanya advocacy and influence. Kwa maana gani? Kazi yenu mnamfanya mwajiri ajue kuwa bila ninyi hawezi kufanya kazi zake kwa urahisi. Akitaka kuunda bodi atawaita tu. Kwa sababu gani? Mmekaa vizuri, mmesimama vizuri. Akitaka kuteua watu atawachungulia miongoni mwenu. Kwa nini? Mmekaa vizuri, mmefika. Chama kilichofika kwenye level ya advocacy hakiwezi tena kugeuka kuwa chama cha harakati kama chama kinachoanza. Na ndio maana huwa nawaambia watu frankly, mimi hiki chama kimenikuza. Kozi ya kwanza, mimi ni mtoto wa maskini. Kozi ya kwanza ya kusoma nje ya nchi nilipelekwa na chama cha walimu. Kabisa. Kasako Media, tunaangazia maisha, tunaandika kesho.